utueleze maisha yako ya utotoni au ya ujanani yalikuwa vipi, ili watu waweze kujua kwamba kazi ya utumishi wa Mungu haikuja tu kama unavyokuona leo, kwamba ulipitia hatua gani utotoni. Je, hii kazi ya Mungu, huu wito ulikujaje kwako? Labda ulishawishiwa na mtu au ilikuja tu kwamba Mungu alikuteua? Sasa ningeomba wafahamishe Watanzania wote na watu wote kwa ujumla kwamba ni vipi wewe uliweza kuingia katika utumishi wa Mungu. Karibu. Asante. Mimi nilizaliwa miaka ya 30 na nilikuwa, maisha yetu yalikuwa ya zamani ya kukaa uchi, na tumekuwa wachungaji tu. Baadaye tukakamatwa na askari wa serikali ya Kiingereza, kupelekwa shule kwa nguvu. Vile ilikuwa hakuna hiari ya shule, na ilikuwa shule ni chache. Kwa mfano, kwa Mwanza ilikuwa na Bwiru tu, na shule za madarasa ya kwanza mpaka pili kwenye mabaraza ya watemi. Sasa mimi nilianza na shule ya mission, shule Matale, hapa mkoani Mwanza, Matale kule Kisabo, Bujashi. Na nilianza kusoma mwaka wa 38 na hapo mission pole, lakini za mission hazikuwa na nguvu sana na msukumo. Baadaye nilikuwa na moyo wa kumpenda Yesu tu by nature, na nilipenda Yesu sana. Hata wenzangu wakaniona niko tofauti na wao pale nyumbani. Lakini mwaka 46 Bwana Mungu alinijia pale nyumbani, akaniita kwa sauti yake usiku, na akaniita tena baada ya wiki. Ilikuwa mwaka 46 mwezi Juni tarehe 10. Ndipo sauti ya Bwana ya utumishi kamili ilinijia. Lakini utoto wangu wote, japokuwa sikujua Mungu uzuri wake ukoje, basi nilimpenda tu Mungu bila kujua nampendaje. Nilijilinda na wanavyofanya wengine, mimi sikushiriki. Sicheza michezo ya Kisukuma ya kienyeji, sikucheza. Nilikuwa nahisi tu ni makosa mbele ya Mungu. Kusokota malingi chini, mimi sikusokota, ndugu zangu walisokota. Kuvaa mavazi ya kijadi na ngozi, mimi sikuvaa. Yalikuwa hapo mavazi ya kuchezea. Kila kitu wakiniuliza nasema mimi ni Mkristo, siwezi kufanya mambo haya. Wito wangu mwaka 46 sasa, nikamaliza shule pale Bwiru mwaka 49, na baada ya hapo nilianza kujifunza mambo ya architecture na art, na nilijifunza za ukoloni kwa vyuo vya kikoloni vya Kiingereza kwa miaka 3. Nikafuzu 52 nikaanza practically, na 53 nikaanza rasmi kuwatumikia Waingereza, tukiwa na ujuzi huo wa kutengeneza ramani za majengo, architecture na kupima surveyor. Nikaingia kwenye wizara ya ujenzi, na siku zile inaitwa PWD, yani Public Works Department. Basi nikaendelea hivyo. Mwaka 53 huo nikapata binti, maana nilikuwa nimechoka sasa na ujana, maisha ya ujana, kulibuniwa kumkosea Mungu, na nilishiriki maisha ya ujana. Nilifunikwa tu, sikuwa na kwamba napenda, ni ujana ulinisumbua. Lakini Mungu akanisaidia, nikapata mchumba niliyemchumbia kwa ng'ombe 20, na niliambiwa kuoa baada ya kulipa nusu ng'ombe 10.
na nilizipata nikalipa, nikaoa, nikafunga ndoa pale Makongoro. Baada ya hapo nilianza kumtumikia Mungu. Moyo wa utumishi ulianza tena kwa nguvu. 56 niliingizwa katika utumishi wa makanisa, nikawa mzee wa kanisa. Nilimpenda Mungu kwa upande wa siku zile. Si kama leo. Siku zile injili ilikuwa duni hasa na ilikuwa adimu. Haikuwepo injili ya uinjilisti, haikuwepo. Basi niliendelea 57 nikawa mzee wa kanisa tena, nikachaguliwa kuwa mjumbe wa sinodi. Alafu 58 wito ulinibana, nilianza kumshuhudia Yesu, nikaanza kukataa desturi ya dunia. Ingawa sina mafundisho ya Mungu hasa yukoje, Mungu kamili, lakini kwa imani yangu ya siku zile nilikuwa kamili. Basi nikaanza kufuata njia ambazo aliyenifundisha Pastor Malongo, Jonathan Malongo, maana nilikaa kwake. Ni baba yangu wa imani kabisa. Na alikuwepo mama wa kizungu aliyenilea katika utoto nikisoma, alikuwa anaitwa Mama Florence Pili. Basi walinisaidia. Pastor Malongo alipokufa nilibaki mpweke. Mama Tili akabaki akanisaidia kunipeleka kule na kule kuhubiri. Mwaka 59 maamuzi ya injili na hubiri, 60 na hubiri. Pia ni mjumbe wa sinodi, pia ni mjumbe wa baraza la usuluhishi wa ndoa katika makanisa ya AIC. Alafu ni assistant mchungaji wa kanisa la Makongoro AIC wakati wa siku za Pastor Metusela Chagu. Na mpaka alipokufa Pastor Mwanamitinja alikuja pale Makongoro, ilibidi niwe huru. Na nilifurika sana kwa Roho Mtakatifu. Nilianza hivyo kwa kujitafutia mimi nimpateje huyu Yesu. Ninaona wito wangu si uchungaji hasa, ingawa nilishiriki uchungaji mwaka na nusu kuendelea na kanisa kubwa la Makongoro, lakini haikuwa kwamba nimetosheka. Kuna kitu nakitaka kipate. Ninamwomba Mungu anifunulie uwe na utumishi wa ziada. Lakini nikirudi nyuma 59, Billy Graham alikuja Mwanza akahubiri Nyamagana Stadium, na niliona maelfu ya watu. Nikasema rohoni, na itaka injili hii. Alipokuwa akihubiri Billy Graham, nilinyoosha mkono kumsota yeye, maana nilikuwa ninakaa mbele. Nikasema, Mungu nisaidie nihubiri kama huyu. Ninampa kidole na niko mbele. Niliona hakuna injili sijaiona kama ya Billy Graham. Tokea pale Mungu akanitumia kwa njia ya badiliko la kuhubiri. Niliona njia ya Billy Graham ni ya kuvuta maelfu ya watu. Maelfu. Vile niliona Wahindi, Waarabu, Waafrika, wazungu wakimwijia Yesu kuwa mwokozi wao wa maisha yao. Basi na niliendelea kwa hatari. Ingawa nilikuwa na shida, viongozi wangu wa makanisa hawakupenda sana injili kwa sababu hawana kitengo cha uinjilisti wa kutembea. Wao katika uinjilisti ni kuwa na kanisa, sio kutembea huko na huko kwenda unampeleka Yesu. Basi niliendelea tokea pale, na matatizo ya injili yalianza kwa sababu sikuitwa na kanisa wala sikuamuliwa na kanisa kwamba mtumikie Mungu. Ni kitu kilichotoka ndani baada ya wito wangu wa mwaka 46. Na nilikuwa najisikia simtumikii Mungu, nataka zaidi. Najifunza maneno ya Mungu. Nilikuwa napata mafundisho ya Bible School siku za miaka ya 56 na 7, mafundisho yaliyotolewa na pastor au missionary Stila aliyekuwa mkuu wa chuo Kasunguru na Majaida kule Ntutu. Alikuwa anatufundisha nyakati za
za jioni wakati wa kumaliza kazi alifungua tawi lake hapo Makomboa. Kwa hiyo tuliingia sana katika mafundisho ya theology. Namshukuru Mungu mafundisho alitusaidia ili kupambana na shetani. Lengo langu ni kuwatwaa wengi kwa Yesu, kuwahamisha kutoka duniani, kuwapeleka juu mahali walipotoka. Lengo langu ni hilo. Na dhiki za Injili hakuna kusimulia. Nikisimulia leo hii siku 2 mfululizo, na hata hivyo sitazimaliza, kwa sababu Injili ni mwiba usioweza kung'olewa na mtu ila mwenye Injili. Naomba nikuulize askofu kwamba ulipoanza kuhubiri ukiwa ndani ya kanisa la AIC, ni vikwazo gani au vipingamizi gani ambavyo ulivyokutana navyo kiasi kwamba vilikusukuma ili ufanye au uhubiri ukiwa mwinjilisti huru? Upande wa AIC hawana kitengo cha Injili ya mtu kutembea huko na huko akienda akifanya mikutano ya nje hadharani, na mimi ndio wito wangu huo. Na nilipata ufunuo hivyo tu hasa nilipomwona vile Graham mwaka 59. Changing ya maamuzi yangu ilibadilikia hapo. Kwenda ninawakusanya watu aina zote, si kanisani tu. Injilisti wangu nilipewa wa nje. Askofu, ningependa kukuuliza kwamba ulipokuwa wito umepamba moto ukiwa katika dhehebu la AIC kwa kipindi hicho, unaweza kutufahamisha kwamba ni vikwazo gani ambavyo ulikutana navyo vilivyotaka kuzuia wito wako uliokuwa umechemka wakati huo? Wao hawakupenda tu mwinjilisti anayetembea mahali mikutano ya nje. Hawana desturi hiyo katika kanisa lao. Kwa hiyo walizuia kabisa, na walisema katiba yetu haina sema tuna wainjilisti wanaokwenda wanahubiri hadharani, wanatangaza wenyewe. Kama wewe ni mwinjilisti, nenda kafungue kanisa basi. Vikwazo vilikuwa hivi, na hawakupenda kuhubiri ile Injili Yesu ni Mwokozi kweli anayeweza kusamehe, na Yesu anaponya wagonjwa, anaweza kufukuza pepo, na ujazo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Wao hawana hayo. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Umetuelezea kwamba ulioa miaka ya 50. Unaweza ukawasaidiaje vijana wa leo kwamba uvumilivu gani uliokupata wakati huo, na ndoa yako ilikuwa ya namna gani kwa ufupi? Ndoa yangu ilikuwa ya zamani, na nilitegemea mimi mwenyewe sababu ya wazazi hawakuwa na kitu kingi. Kwa hivyo nilijitegemea, na harusi yangu haikuwa na sherehe. Nilipomaliza kushona suti yangu na nikaendelea kidogo mpaka kama leo kesho ni harusi, nilikuwa na kilo ya shilingi ya senti 30 mfukoni. Basi na tulipatana na mwenzangu, yani bibi harusi, kwamba nikitoka hapa tutakutania kanisani, sawa, tutavalia huko. Na wakati nimemaliza kufunga ndoa, sina gari, sina baskeli wala chochote. Nilikuwa na huzuni sana, mpaka wazungu wakaniuliza, "Mbona una huzuni sana?" Niliwaficha. Wakauliza, "Unalo gari?" Kasema sina. "Unaurudije sasa na bibi harusi?" Nikamwambia tutatembea kwa miguu. Tulikuwa tumepatana tukitoka kanisani, binti apitie Makongoro, tutakutania huko, na mimi nipitie Samiro, kila mtu njia yake. Tutavua magauni, tutavua masuti, tutembee. Na hakuna aliyetufanyia sherehe isipokuwa shemeji yangu alileta kisahani cha wali kidogo na mboga ya nyama kwenye bakuli. Nikala mimi na yeye, dada na mke wangu na
wasindikizaji wangu wawili na rafiki yangu wote watano tu basi. Na tukakaa siku mbili, ya tatu tukapewa jiko. Tukaambiwa mjitegemee sasa. Na nilikuwa na akiba ya senti 30 tu. Na nilipopewa jiko, yani kuamuliwa kujipikia na kujitegemea, hakuna wakunisaidia. Ilibidi niende kwa rafiki yangu asubuhi. Akanipa shilingi 40. Na shilingi 40 zilikuwa nyingi zinazoweza kutumika kidogo siku hizi. Basi nikaanzia hapo tu. Maisha ya shida, lakini mpaka leo naendelea vizuri. Kwa hiyo vijana, ni kuacha kujiandaa sana ukapate hasara, ukatafute fedha, ukanunue vitu. Mimi nimelalia kitanda cha godoro la katani. Katani. Tena lilikuwa la zamani, limekuwa gumu. Unaona? Ukilitoa leo nje, leo wiki ijayo tu kunguni wamejaa. Unamwagia maji ya moto, unapiga unalifungua, unaweka nje. Hivyo mwisho nilipopata maisha mazuri baada ya kwa si lazima ujiandae kununua vitu, unafanya na kamati za sherehe, sijui maholi, gharama gani hiyo? Haina maana. Ni funga harusi, umeshanunua labda nyama kidogo na wali mchele kidogo tu, ule na rafiki zako wachache, basi anaisha. Cha sherehe alianza sherehe ndiye aliharibu. Ni hao matajiri ndio wameanza sherehe, basi yanawatia watu hasara. Na mtu asipofanya sherehe haoni ni harusi. Kwa hiyo vijana wa leo, ole wengi, nafikiri mjionye wenyewe. Naomba nikuulize swali moja. Umesema kwamba ulikuwa ukikaa mtaa wa Sumau. Unaweza kukumbuka ni mwaka gani ulihamia Mabatini ambako inasemekana ilikuwa ni pori kabisa? 56. Kwa kipindi hicho Mabatini kwa katika hali gani? Ilikuwa haipo. Ndio mwaka ule line polisi inajengwa. Line polisi imeanza kujengwa 54, polepole 55. Ilikuwa nje kabisa ya mji. Ndio wakawa wanasema sehemu ya huku, mji unahamia huku. Watu walikimbilia kwenda kununua viwanja kule. Na mimi kwangu nilinunua pale kwa shilingi 300. Shilingi 300. Kiwanja chote hicho shilingi 300 tu. Na nikajenga kajumba hapo kadogo ka kwanza kwa pesa ndogo nilizokuwa nazo, ninafanya kazi. Kule nilikuwa chui, nilikuwa fisi, walikuweko tumbili tu. Yani hakuna mtu. Unaona? Ilikuwa ikifika saa 12 funga milango au sivyo tusikia fisi anaingia ndani. Ilikuwa nje kabisa ya mji. Mtu akipita kule saa zimefika kama saa 11 hivi na kuendelea, anakufa tu. Anauawa na majambazi. Anauawa na majambazi. Naomba nikuulize au uwaeleze watazamaji jinsi gani miaka 60 ulipoanza sasa, wito ulipoamua sasa kwamba naanza kuhubiri. Unaweza kuwaelezea vipi watu wakakuelewa kwamba kazi ya injili ulipoianza ili kugharimu vipi, au ili kupitisha katika machungu ya kuanzia mwaka 59 mpaka kufikia mwaka 65 kabla hujaenda chuo cha Biblia? Kuanzia mwaka wa 58, tuseme kuanzia nilipokuwa nimeanza kumshuhudia Yesu kama Mwokozi, miaka ya 57, 58, wito wangu ukiongezeka sana. Hiyo ilikuwa ni miaka kama ya mwamko wa injili. Lakini kama kiutumishi nimeanza miaka ya nyuma zaidi ya hapo. Naona mzee wa kanisa, mwinjilisti, mwalimu wa Sunday school, na aina mbalimbali za kanisa. Nimepata machungu ambayo kuyaeleza kwa kweli si rahisi, ila kwa kuwa ni kila mtu anavyoitwa na Mungu ashike hilo, asilegeze. Kupita kwangu kwenye machungu mengi nimepita. Nafikiri
ndugu zangu nchi yote wanajua niliyoyapitia kwa shida, kwa kuwa sikuitwa na mtu wala kanisa kunia point uende ukafanya kazi. Ni Mungu aliniita mimi binafsi. Kwa hiyo nishughulike na Mungu, nimdai Mungu anipe mahitaji yangu, anipe nauli, na Bwana Mungu atakunyamazia ili akufundishe. Hilo ndilo fundisho la Mungu, kukunyamazia ili utegemee imani yako. Kwa maana nilianza kwenda sikutegemea fedha ili nijipatie, naona, ili nijipatie kwenda ninakoenda. Nitembea kwa miguu kila mahali kwa miguu. Hakuna yeye saidia chakula wala kanisa wala lolote, ila watu walijihisi kule yule jamaa ana njaa na watoto wake. Nasikia napata tu baada ya kulala njaa muda, baada ya kukonda kukubwa, hakuna kueleza. Naona nyumba yote nzima, mimi, mama, watoto, lakini nilivumilia pamoja na mama mpaka Bwana alipoanza kututumia na kuwatumia watu kusaidia. Niendelee. Kwa faida ya watazamaji, ilikuwa ni vyema utuelezee hata moja ya mambo ambayo ulikutana nayo ukiwa chuo cha Biblia. Je, ulijifunza nini na faida ya kwenda chuo cha Biblia? Kule ni kwenda chuo cha Biblia ni faida sana, ingawa watu wanasema si lazima uende, lakini kwenda chuo cha Biblia ni faida. Tunaisoma Biblia ukaieleza jambo kama lilivyo, kumbe lina maana nyingine. Mimi nilihubiri sana muda mrefu bila kwenda Biblia, lakini nilipokwenda shule ya Biblia hasa nikawa na shangaza, kumbe neno hili liko hivi. Ningeulizwa maswali labda sehemu fulani, si ningeliwadanganya watu. Kwa hiyo kwenda chuo cha Biblia ni faida, kwa sababu katika Biblia inasema wengine ni wainjilisti, wachungaji, walimu. Naona walimu. Kwa hiyo walimu, kama neno hilo limetajwa na Bwana katika neno lake, mtu akafundishwa. Hata Yesu alikuwa mwalimu kwa watu wake, wanafunzi, kabla hajawaruhusu kwenda kuhubiri. Alikuwa mwalimu. Mungu aliwafundisha hao manabii. Aliwafundisha kwa miaka mingi, wanakaa milimani, wanakaa wapi, anawafundisha. Kama ya kufundishwa ina faida sana. Ukimtumikia Mungu, ukitaka kumtumikia Mungu, pitia kufundishwa. Utafaulu, utajibu, utahubiri kwa wenye elimu, aliko vyuo vikuu, utaenda kuhubiri sehemu inayo ya watu labda famous sana, watu waheshimiwa. Uweze kuhubiri Yesu ni Mwokozi, tubu dhambi zako hapo. Uweze Biblia, walimu wanafundisha psychology, hekima, busara, namna ya kujua sehemu, namna ya utambuzi wa kwa mtu mwenzio na hali kuitambua ilivyo, hapa panastahili nini, hapa panastahili. Utafundishwa Bible school. Somo la kufundishwa ni zuri mno. Utamuona Mungu unaye na neno lake unalo. Una hofu kumjibu shetani. Ningependa watu wafahamu, je, Bible school wanafundishwa maisha ya Biblia tu au wanafundishwa namna ya kupambana na vitu za maisha ya mwili? Na mwili yote, maisha yote ya kiroho, maisha yote ya kimwili, namna ya kujitegemea, namna hata ya kuleta uchumi wako mwenyewe katika sehemu ya kanisa lako. Kama wewe ni mchungaji, utawaongoza watu na washirika wako, wazee wa kanisa, kuendesha kanisa lijitegemee. Bila kufundishwa sana, unaweza ukafanya miradi ambayo ni ya dunia, ukaliingiza kanisa katika hali mbaya. Kwa mfano, unaweza kulifanyia kanisa biashara ya kuuza bia. Na ukaulizwa, hii baa ni ya kanisa au biashara hii ya magendo ni ya kanisa, au biashara au kazi mbalimbali. Lakini kazi na shughuli za kuliendesha kanisa zinazoleta uchumi ziko zinaeleweka, safi, nzuri, na hospitali, kusaidia wanyonge, shule, yote wanafundishwa namna ya kujiendesha kiroho, sio kimwili. Naona na mambo ya kiroho yote yanakwenda sambamba.
ningependa utukumbushe kwamba ulijifunzia au ulichukulia mafunzo ya Biblia. Je, na hicho chuo kipo mpaka leo? Ndio, vingine. Mafundisho ya kwanza nilijifunza ya IC pale Makongoro. Palikuwa na kituo cha muda. Bible School ilikuwa Katunguru tu. Na waliokuwa hapa hawakuweza kwenda Katunguru kabla ya kufungua majaida tu. Kwa hiyo palikuwa na vipindi hapo kanisani vya Bible School. Alafu pia nilikwenda Bible School ya Mbeya. Mpaka leo ipo. Hiyo pale nilifundisha. Tungetaka kufahamu kama unao kumbukumbu nzuri katika mkutano wako wa kwanza au mkutano ambao unaweza kukumbuka kati ya mwaka 60 na mwaka 66. Unaweza kuwaelezeaje wapendwa katika Injili jinsi unavyokumbuka na ulivyokuwa mzito, au ulipitia matatizo gani mpaka kufikia huo mkutano kuanza? Baada na kuwa na kazi ya kanisa, lakini mwaka 62 nilikuwa na hubiri sana. Mkutano ya kwanza ni Kijima hapa wilaya ya Pimba. Ni Kijima. Mseme ya kwanza nilihubiri sana hapa Makongoro. 62 hiyo. Makongoro kanisani. Alafu nikaenda Kijima wilaya ya Pimba. Watu waliokoka sana, mpaka na mchungaji, mpaka lile kanisa likapewa kifungo cha kanisa kwamba ni lote na mchungaji, wakapewa adhabu ya kutoshiriki sakramenti kwa miezi mitatu, na mchungaji akahamishwa. Mkutano mwingine wa tatu ulikuwa sehemu ya Mwanza huko Nasa, na kanisa zima waliongoka. Uponyaji mkubwa sana ukatokea kule Masanza 1, karibu na ziwa. Watu karibu 400 hivi wakaokoka. Nilikuja tena sehemu za Magu, nimesahau kama shabu sana, nimesahau wapi, vijijini. Hako ni mamia na mamia watu waliokoka. Kwa hiyo mwaka 62 nilikuwa na mzigo na wito mkubwa, tena ulikuwa umefika katikati kabisa. Alafu nilichokiona ni kwa mara ya kwanza pepo kulia, kupiga kelele, kufunguka kwa watu na kupona na kufukutia, hasa Masanza na Kijima na watu wengi kuokoka, mpaka wachungaji wengine wakaona wivu. Hicho ndio kilichonipelea nikahama sehemu ya kwanza inaitwa AIA, kwa sababu hawakupenda Injili. Basi nilipokuwa nimebadilika kabisa huduma yangu, niingia kwa aina ya Kipentekoste. Nilikuwa nimebadilika hata siku zile, kwa sababu tulianzisha kanisa hili mwaka 59 mwezi wa 10. Na nilifanya mkutano wa kwanza hapa chini kamili, hapa Mahatma Gandhi. Watu wachache, lakini kwa mara ya kwanza. Alafu tena nilirudia Mahatma Gandhi mwaka 65 kama nakumbuka. Distance hiyo yote nilikuwa nikienda all around, Mkukumani na nje kidogo ya Usikima.
nilitembea sana pale Mahatma Gandhi mwaka 1945. Bwana alitenda kazi sana na kanisa likaanza mwamko mkubwa na wengi wakaanza kuokoka. Wakati walipoona maajabu, ishara nyingi, wakipona, wengi walifuata watu wapone, lakini ndio ilikuwa njia ya kuondoa kwa shetani. Ningependa wafahamishe watu, kwa sababu katika Injili kuna mapito mbalimbali, na mapito hayo ndio watu wangependa kuyafahamu hasa, sababu kuna Elisha, Elia walikula kwa njia ya kunguru. Wewe ulipokuwa unasafiri sasa kuanza mikutano nje ya mji wa Mwanza, ni yapi ambayo ulikutana nayo kiasi kwamba leo hii ukiyakumbuka unasema kweli Injili ni machozi? Injili ya kwanza ni kwenda sehemu mbalimbali. Siku zile ilikuwa hamna usafiri, nilikuwa hata nilikoeleza huko nilikuwa naenda kwa miguu tu. Nilikuwa na baskeli niliyokuwa nayo kwanza zamani nikinisaidia kufanya kazi ya Mungu. Nilishindwa kwa sababu sikuwa na matumizi chakula. Baskeli ile niliuza, nikapata kidogo msaada wa chakula. Sasa nilikuwa naondoka, nitaka kwenda wapi, Maswa, mkoa wa Shinyanga. Nikaenda na Shinyanga kwenyewe, nikatembea kwa miguu, ila kurudi nilirudi na basi. Nikapewa na mtu tu shilingi 10 nikanisaidia kuingia kwenye basi. Lakini Shinyanga nilienda kwa miguu, nilienda kwa siku 4 nikafika Shinyanga. Nikafanya mkutano, nikautangaza mkutano, lakini waliohudhuria ni watu 3. Siku ya pili wakawa 4, na siku ya 3 4, siku ya 5 ndio wakawa 12. Naona wale vijana tu wale. Lakini ndivyo kazi ilivyoanza. Nikashindwa, nilikosa pa kulala. Basi ilibidi nilipokosa pa kulala nikaenda kulala chini kule Shinyanga. Enda ninapiga hodi tu usiku, nalala njiani, na huko nikalala huko mtoni mpaka nilipomaliza mkutano. Nikaondoka, nikamwambia Bwana, unipe sasa, siwezi kurudi, nimechoka. Nipe afadhali mtu anisaidie hata na shilingi 10. Nikamwomba Mungu, nikasikiza nguvu za shetani, nikamlilia Mungu anirudishe hata kwa gari. Nikaamua kwenda stendi. Nimeahidi kwamba nitapata nauli tu. Nikamwona mtu pale stendi, nikamwambia, huyu ni bwana, nipe kibali. Nilipomwambia habari za kunipa tiketi, kwamba nisaidie tiketi niende nyumbani Mwanza, tiketi tu. Nilisoma naye kule Bwiru mwaka 40 na fika 40, ilikuwa 47. Nilisoma naye, kwa hiyo bado tunakumbukana. Na pale akanikatia tiketi, akanipa tiketi, nipatia, nikarudi Mwanza mikono mitupu. Nikamkuta mama hana chakula, wanakunywa maji na watoto karibu niangamize, wameota kwa shako, shida tu, basi tu wanatamani hata walikuwa hawatembei ili wasione watu wanakula hata mhogo waombe. Nilikuwa na wafungia ndani tu watoto wote, na niliishi kwa shida
hakuna mfano kueleza, ila sikitiko nimepitia magumu haya ili baadaye itokee hali hii. Kwenda kwa miguu tu, safari mbalimbali. Kwenda Singida tokea Mwanza, nimetembea miezi miwili. Ninajua nilivyopata shida, siwezi kueleza yote. Miezi miwili nafika Singida, nikapitiliza, nikahubiri mapoli ya hao Wamang'ati, hao katili kuliko Masai. Lakini niliweza kupenya kwao msituni tu. Siku ninawatoroka, lakini nalala chini ya miti polisi. Nyoka hawaji, simba hawaji. Kesho naamkia tena hiyo mpaka nimerudi. Kaanzia nimetoka Mwanza kwenda Singida na kurudi ilikisha miezi mitatu. Sababu wakati wa kurudi nilisaidiwa kuingia kwenye gari kutokea maili 10 kutoka Singida mjini. Hapo nilishinda kwenda zaidi ya hapo kwenye kempi ya barabara namba 5 kutokea Singida. Nilala hapo kempi na kaaga watu tupu hivi. Basi kesho yake nikasiri, mtu mmoja alikuwa na loan akanisaidia kufika Nzega usiku saa 5. Na njaa kwenda hoteli, wakaninyima, naomba nisaidie chai. Mwenye hoteli akasema lipa, akasema sina pesa. Basi nikamwomba ruhusa nilale hapo hotelini hapo pamoja na ile kolokoloni nje. Kolokoloni akakataa, akasema nitakuaminije, naweza kuwa mtu wa ng'ombe. Sema mimi si mtumishi wa Mungu. Sasa naponiona mavazi machafu, muda mrefu sikui, hata nisikia polisi kanikamata, kaenda kunilaza ndani. Na mule ndani nilikuwa naomba tu lock up, Mungu anitoe kwa wakati wake. Niwaambia kwamba mimi natoka kuhubiri Singida, sio mwizi wa ng'ombe, maana vile wizi wa ng'ombe ndio ilikuwa sio shughuli ya jeshi la polisi. Basi nilimwomba, nilitoa makilio kulia kale. Chini askari moja wakina Petro waliwekwa ndani, wakina Sila, badala ya kulia waliomba, wewe unalia. Basi nilikuwa pigo langu ile lakini kule ndani lock up usiku nilimwomba Mungu, asubuhi ikiwa ni wewe uliruhusu haya nitoke, nimeandika statement, naomba nisiende mahakamani, lakini nitoke tu asubuhi niseme nipeni ruhusa niende upesi kwenye basi la kwenda Mwanza, ninachelewa, tafadhali mnifungulie niende. Wakiniruhusu basi wewe ukubali nifike jela. Loka. Walikataa, basi ukanitetea huko. Sasa nimengojea tu bila kulala. Saa 12:30 nikagonga mlango. Wakaja askari wakafungua. Wewe wataka nini? Nini unataka? Kasema mnifungulie upesi kwa sababu basi ninaondoka saa 1 ya kwenda Mwanza, nisije nikachelewa. Naomba ruhusa tu niende. Basi akafungua kweli, mafungua kata kafungua. Nikaenda kaunta pale, sikuamini. Tia sahihi hapo. Nikatia sahihi. Haya nenda. Mimi sikuamini, nikashangaa. Nasema nenda au unapenda tukurudishe ndani? Basi nikaondoka. Nikaamini Mungu aliruhusu. Basi kwa hiyo nikafika pale stendi, kama nitaona watu wa kunisaidia nauli ya mtu. Wale walioniweka ndani kwamba yeye ni mwizi wa ng'ombe, nikawaona hapo stendi, wakashangaa na mimi kuniona. Nikawainulia mikono. Ilibidi niondoke hapo stendi kutokea saa 1 hiyo mpaka saa 6 jioni. Aanze safari kutoka Nzega
kule Shinyanga, nikalala kwenye mai 22 kwenye kona ya kwenda Kahama. Nikalala hapo, nikazungumza na makorokoroni wa Waarabu, wakaniruhusu tukalala nao pamoja. Basi lakini nilitembea mpaka Mwanza. Nilianza hivyo, haukuwepo usafiri, hakuna aliyenisaidia. Nilimwamini Mungu na Mungu akanilinda kwa afya, ingawa kwa dhiki na njaa nyumbani, shida, watoto Mungu aliwaokoa tu. Waliota kwa chakoo, waliharibika maungo, mwili uliharibika. Basi siwezi kueleza yote, Mungu anajua. Lakini Bwana amenilinda na watoto wote wamekuwa, wote wameoa, wote wameolewa. Basi na mimi sasa niko naendelea. Ningependa